Kwa miezi 9 mashabiki wa soka Tanzania wamekuwa wakishuhudia ushindani wa hali ya juu wa ligi kuu bara msimu huu wa 2025-26. Kila raundi imekuwa na simulizi yake, kila uwanja umeandika historia yake, huku timu zikibadilishana nafasi kwenye msimamo na wachezaji wakipambana kuandika majina yao kwenye vitabu vya kumbukumbu. Lakini sasa kile kilichoanza kinafikia mwisho wake. Jumanne ya leo Juni 30, 2026, pazia la ligi hiyo linafungwa kwa mechi zote 8 kupigwa kwa wakati mmoja, tofauti na raundi nyingine zilizopita. Safari hii hakuna nafasi ya kusubiri kesho wala kesho kutwa ili kurekebisha makosa. Kila kitu kitaamuliwa ndani ya dakika 90. Ni dakika ambazo zinaweza kubadilisha historia, maisha ya makocha, thamani ya wachezaji na furaha au majonzi ya maelfu ya mashabiki. Dakika ambazo zinaweza kuifanya timu isherehekee ubingwa au ianze safari ya championship. Pia ni dakika ambazo zinaweza kumfanya mchezaji amalize msimu akiwa shujaa au apoteze tuzo aliyokuwa akiisaka kwa miezi kadhaa. Licha ya baadhi ya nafasi kufahamika tayari, bado kuna vita 4 kubwa hazijapata mshindi. Vita hizo ndizo zitakazoifanya raundi ya mwisho kuwa moja ya raundi zenye presha kubwa zaidi. Simba au Yanga? Hakuna vita inayovuta hisia kubwa kuliko mbio za ubingwa kati ya watani wa jadi Yanga na Simba. Baada ya kucheza mechi 29 kila mmoja, Yanga ndio inayoongoza msimamo ikiwa na pointi 72, huku Simba ikifuatia ikiwa na pointi 70. Tofauti hiyo ya pointi 2 inaifanya Yanga kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi, lakini bado haijamaliza kazi. Yanga itakuwa na kibarua kigumu dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel jijini Dar es Salaam, na huo si mchezo wa kawaida kwa mabingwa hao watetezi, kwa sababu wanakutana na timu ambayo imeonyesha ushindani mkubwa msimu huu licha ya kwamba haina cha kupoteza katika mchezo huo. Kwa upande mwingine, Simba itakuwa mwenyeji wa KMC katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, na KMC tayari imepoteza nafasi ya kubaki ligi kuu bara, lakini hilo halimaanishi itakuwa mechi rahisi kwa wekundu wa Msimbazi ambao wanajua hawana nafasi ya kufanya makosa. Hesabu za ubingwa ziko wazi. Yanga ikishinda hakuna kitakachozuia kutoa ubingwa 5 mfululizo. Sare pia inaweza kuitosha kutokana na tofauti ya pointi ilizonazo, ili mradi isimpe Simba nafasi ya kuipiku kwa hesabu za mwisho. Simba yenyewe haina chaguo zaidi ya kushinda kwanza kisha kusubiri matokeo kutoka Mbweni. Hiyo ndio sababu macho ya mashabiki wengi yatakuwa yakihama kutoka KMC Complex hadi Mbweni wakisubiri taarifa za kila bao litakalofungwa. Vita nyingine ni Feitoto, Okello au Mosi Nduhumwe. Mbali na ushindani wa timu, kuna pambano lingine linalowakutanisha nyota watatu waliotoa burudani kubwa msimu huu. Kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto akiwa anaongoza orodha ya wafungaji akiwa na mabao 15. Nyuma yake kuna Alan Okello wa Yanga ambaye amepanda kwa kasi baada ya kufunga hat-trick dhidi ya TRA United na kufikisha jumla mabao 14. Idadi hiyo pia anayo Mosi Nduhumwe wa Singida Black Stars ambaye kabla ya kusimamishwa na Simba katika mechi iliyopita ya ligi alifunga mabao 5 katika mechi 2 za ligi. Feitoto atakuwa akiongoza safu ya ushambuliaji ya Azam dhidi ya Dodoma Jiji huku akisaka kuongeza idadi ya mabao yake. Okello naye atakuwa na kazi mbili kwa wakati mmoja, kuiongoza Yanga kutetea ubingwa na wakati huo huo kuisaka tuzo ya mfungaji bora. Kwa Mosi, mchezo dhidi ya Fountain Gate unaweza kuwa na nafasi yake ya kuwazidi Kete Faisal na Okello. Aidha, unapaswa kufahamu kwamba anachopokea bingwa sio sawa na kile anachopata anayeshika nafasi ya pili wala ya tatu, lakini zile mbili zinazoshuka daraja moja kwa moja, kwa maana nafasi ya 15 na 16 kiwango chao ni sawa. Kumbuka zawadi hizo zilitangazwa tangu msimu wa 2021-22 ambapo bingwa jumla anaondoka na shilingi milioni 600, nafasi ya pili shilingi milioni 300, nafasi ya tatu shilingi milioni 255, nafasi ya 4 shilingi milioni 200, nafasi ya 5 shilingi milioni 65, nafasi ya 6 shilingi milioni 60, nafasi ya 7 shilingi milioni 55, nafasi ya 8 shilingi milioni 50, nafasi ya 9 shilingi milioni 45, nafasi ya 10 shilingi milioni 40, nafasi ya 11 shilingi milioni 35, nafasi ya 12 shilingi milioni 30, nafasi ya 13 shilingi milioni 25, nafasi ya 14 shilingi milioni 20, nafasi ya 15 shilingi milioni 10 na nafasi ya 16 shilingi milioni 10. Timu yenye nidhamu inapata kiasi cha shilingi milioni 20.